Basi imempendeza Mungu Injili. Imempendeza Mungu Injili Yesu Kristo. Ibirie mahali hapa. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sifa na utukufu ni zako. Nenda ukanene nasi usiku wa leo sawa sawa na inapendeza, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Asante. Kitabu cha Luka. Luka 23. Luka 23 mstari wake ni 18. Luka 23 mstari wake ni 18. Ndipo watu wote wakapiga kelele. Ndipo watu wote wakapiga kelele kwa pamoja, muondoe mtu huyo, tufungulie Barnaba. Ndipo watu wote wakapiga kelele kwa pamoja, muondoe mtu huyo. Watu wakasema muondoe Yesu Kristo, yani Yesu auawe, Yesu auawe, Yesu asulubiwe. Tufungulie Barnaba, tufungulie Baraba. Samani, tufungulie Baraba. Hivi ndio watu wanasema kila siku kwa maisha yako. Unasema nini? Wewe huyu waweza kuwa usemi kwa mdomo kwamba muondoe Yesu, ni tufungulie Barnaba, lakini kwa matendo yako, kama unalala na Biblia wenyewe, unamwambia Mungu uliye mbinguni, niondolee Yesu Kristo, nipatie Baraba. Baraba alikuwa mwizi, Baraba alikuwa jangili, Baraba alikuwa mwenye dhambi, Baraba alikuwa mtu muovu. Kila siku kama unalewa, umechagua pombe, unaipenda pombe, umechagua miraa, umechagua mugoka, umechagua bangi, umechagua ugoro, umechagua tumbako, ni sawa na unamwambia Mungu, niondolee Yesu Kristo, niondolee Yesu Kristo, nipatie Baraba. Kila mwanamke unalala naye nje ya ndoa, kila mwanaume unalala naye kabla mjaoana. Hiyo ni fornication. Hiyo ni fornication. Mungu apendezwi na hiyo. Mungu anaichukia. So ni sawa na kusema nipatie Baraba, nipe Baraba, muondoe Yesu Kristo. Hiyo ndio unasema kila siku na maisha yako. Kila siku na maisha yako. Ya unaishi vipi? Unaishi vipi na maisha yako? Wewe unatukana maneno ya laana, curse words, maneno ya laana, unatukana wewe. Ni sawa na kusema Mungu niondolee Yesu Kristo, nipatie Baraba. Baraba ni muovu. Wafanya hivi kila siku na maisha yako. Uangalia pornografia. Wewe huyu uangalia pornografia. Hii ni sawa na kumwambia Mungu niondolee Yesu Kristo, nipatie pornografia, nipatie Baraba. Huu ni uovu. Kitu ambacho unapenda sana ni mambo ya mwilini, flesh. Unapenda mwili sana. Mungu hauna haja naye. Mara ngapi uko kwa simu ukiangalia wanawake wanaume? Mara ngapi una chat mambo ya kipuzi kwa simu? Mara ngapi unasoma neno? Mara ngapi umecommit maisha yako? Huyu. Mara ngapi umecommit maisha yako kwa neno hili? Mara ngapi uko kwa mtandao? Wafanya nini kwa simu? Weza kuwa kwa simu angalia neno la Mungu ni sawa, lakini uko kwa simu wafanya nini? Hii pumzi ni ya Mungu. Hiyo pumzi ni ya Mungu. Ondoka kwa njia mbaya. Ondoka. Baraba utamfanya nini? Baraba ni mhalifu. Umechagua maisha uhalifu. Umemkataa Yesu Kristo, Yesu akasulubiwe.
uwe na Baraba. Yohana 3 mstari wake ni wa 19. John 3:19. Watu wamekataa nuru. Umemkataa nuru, umempokea Barnaba. Yohana 3:19. Maandiko yanasema hii ndio nuru. Samani, hii ndio hukumu, kwamba nuru imekuja ulimwenguni. Nuru ni Yesu Kristo. Nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza. Watu wakapenda giza. Watu wakapenda giza. Mungu amemleta Yesu, watu wamtaki Yesu Kristo. Watu wanapenda giza. Pilato alipomleta Yesu na akamleta Baraba, watu walisema tuondolee Yesu Kristo, tupatie Baraba. Maandiko yanasema watu hawapendi nuru. Waenda kanisani, kitu ambacho kitoko unafanya nini kanisani? Haujali, hauheshimu wazazi, hautii mamlaka. Waishi vipi? Waishi vipi? Mungu anataka ugeuke. Mungu anataka repentance. Repentance ni change of mind, change of heart na change of deeds. Matendo yako yabadilike, mawazo yako yabadilike, na moyo wako ubadilike. Hiyo ndio Mungu anataka. Na huwezi jibadilisha, hauwezi kujibadilisha. Lakini je, wataka kujibadilisha? Manake yule ambaye anaweza kutubadilisha yuko. Yule wa kukubadilisha yuko. Watu wengi wanatafuta excuses. Unatafuta excuse. Unasema huyu mwanamke siwezi kumwacha. Siwezi, sawa. Siwezi acha pombe, sawa. Tulilelewa huko, tulizaliwa huko. Lakini kunaye Mungu anaweza kukuachisha. Are you willing? Are you willing to be changed by God? Unapenda maovu yako ndio maana ubadiliki. Unapenda maovu yako ndio maana ubadiliki. Mungu anakuita utubu dhambi, umwamini Kristo. Yesu ana nguvu ya kukubadilisha. Mathayo 4 mstari wa 17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu akaenda msalabani. Yesu akamwaga damu. Nani? Hiyo mimba umetoa huyu. Ile dawa ulichukua chemist. Mungu ameandika chini, anakuambia geuka kwa uovu huo. Wacha kulala na wanaume, nenda uolewe, nenda uoe. Yesu alikuwa msalabani, damu zilimwagika kwa kichwa. Kwa nini Yesu damu yake ilimwagika kwa kichwa? Yesu alivalishwa kofia ya miba. Kofia ya miba inamaanisha our evil thoughts, mawazo machafu. Yesu alivalishwa kofia ya miba, mawazo yetu machafu. Pornografia umeiangalia, imekaa kwa kichwa. Bangi umevuta, imekaa miaka 7 kwa kichwa chako. Yesu alivalishwa kofia ya miba, mawazo yetu machafu yaoshwa na damu ya Yesu Kristo. Mikono ya Yesu ilipigwa misumari. Mambo machafu umefanya, umeangalia pornografia, umefanya masturbation. Wewe huyu umefanya masturbation. Yesu alikuwa misumari ili tendo hilo liondolewe. Amen. Ili tendo hilo liondolewe, Yesu akamwaga damu ili dhambi zako zote na zangu siondolewe. Geuka kwa msamaha, kwa kutubu, kwa kutaja kile kiovu umekifanya. Mungu ana uwezo wa kukubadilisha. Je, wewe unataka kubadilishwa? Are you willing to be changed? Unataka Mungu akubadilishe? Mungu hawezi kulazimisha toba. Mungu hawezi kulazimisha kazi ya msalaba. Ni wewe mwenyewe kwa uwezo wa Mungu. Ni wewe mwenyewe. Umwambie Mungu nihurumie. Mungu ni rehemu. Sitaki kuendelea kuishi maisha haya machafu. Haya maisha kulala na wanawake. Mwambie Mungu huyataki. Maisha ya pombe. Mwisho wa siku unajikojolea tu wewe. Huyu. Stori zako tumezipata. Geuka kwa njia mbaya. Wachana na njia mbaya. Yesu alimwaga damu kwa miguu. Miguu inaashiria njia zetu mbaya. Yesu alipigwa misumari kwa miguu.
Miguu inaashiria njia zetu mbaya. Miguu. Mathayo 26:28, Yesu anasema hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu alimwaga damu yake. Yesu alimwaga damu ili mwanadamu apate ondoleo la dhambi. Usiendelee tena kuishi maisha machafu. Ondoa miguu yako kwa waganga. Ondoa imani yako kwa maovu. Mungu haipendi dhambi, alihukumu kwa Yesu Kristo. Alihukumu dhambi yako na yangu kwa Yesu Kristo. Mimi na wewe ni tutubu. Twende huru. Tuishi maisha matakatifu. Yesu alitoa roho yake msalabani ili roho yako na yangu iweze kupokea uzima wa milele. Yohana 19:30, Yesu alisema imekwisha. Alipoipokea ile siki, alisema imekwisha. Mwanadamu ageuke kwa msamaha. Amina.